Hivyo wakiendelea kutoa pia mitazamo yao, maoni yao. Hapa studioni ni naye Buberwa John Mombeki ambaye ni mchumi. Tunazungumza naye kuhusu mambo kadhaa ambayo yamejitokeza. Tumewasikia wananchi wa pale Ruvuma wapo wanaotamani tusikope tena. Inawezekana kiuchumi? Kiuchumi kutokopa inawezekana kama utajitosheleza kuwa na pesa ambazo unahitaji kufanyia miradi yako na maendeleo ya kama nchi. Kwa kama makusanyo yetu yatatosha, ina maana tutakuwa na pesa ya kuwekeza kwenye miradi na maendeleo ya wananchi. Mambo ambayo yanaweza yakafanywa tukafikia kwenye ndoto ya wananchi ambao walikuwa wakizungumza hapo ni kitaifa, mambo gani ambayo yanaweza kufanya? Wale wanapendekeza kwamba tukipewa ajira, tukifanya hiki, tukichangia kodi, kiuchumi inabidi mambo gani yatokee ili tuone hatukopi tena au tunakwama kwenye tunaishia hapa? Cha kwanza ambacho tunatakiwa kufanya kama nchi ni kwanza kutengeneza uelewa wa wananchi umuhimu wa kulipa kodi. Kwamba kodi ya mwananchi anayolipa yeye kwake direct ina umuhimu gani na inakuwa ina matokeo gani kama atalipa. Alafu cha pili ni kuongeza ufanisi kwenye matumizi ya pesa. Yaani pesa tunayokusanya hitumike kwenye vitu sahihi ambavyo tumevitegemea kwamba ivifanye. Katika hayo mambo mawili kama yatafanyika kiusahihi, tutafika kule ambako tunahitaji kufika. Wananchi wana elimu kiasi gani kwenye hili ambalo umelizungumza, hususan la kodi? Sasa hapo kwenye elimu ndo inakuwa changamoto. Nafikiri sasa kwenye mitaala yetu ingeanza kwenye nanili ya awali kabisa, ili hata mtoto mdogo aelewe maana ya kulipa kodi ni nini na itamsaidia nini kama yeye anapoendelea katika ukuaji wake na kuishi katika hii nchi. Umezungumza toka mwanzo ulikuwa ukijaribu kuonyesha miongoni mwa kazi kubwa ya mikopo pamoja na ukuaji wa hili deni ni miradi. Ndiyo. Miaka hii kadhaa ambayo tumepita na inaonekana ndio deni limeongezeka sana. Ndiyo. Tunaweza kujipiga kifua kiasi gani kwamba pamoja na kwamba deni ni kubwa lakini tunaweza kujisifia kiasi gani kwenye hili? Tunaona miradi ambayo inalingana na deni hili. Kwa kipindi hichi kifupi ambacho tumekuwepo, kiukweli tunaweza tukajipiga kifua kwa sababu kama sasa hivi Mtanzania wa kawaida anaweza kutumia lisali 1.5 kutoka Dar es Salaam kwenda Dodoma. Ni jambo la kushukuru Mungu na kujipiga kifua. Kama tumeweza kutengeneza mradi wa kuzalisha umeme wa megawati 2111, ni jambo la kujipiga kifua pia. Na hayo matunda sio kwamba yanakuja tu hivi hivi, yanakuja kutokana na hizi kodi zetu ambazo sisi tunalipa. Na pengine muda mwingine naweza sitoshe tukakopa huko, tukaja tukawekeza humo. Sasa cha msingi ambacho tunatakiwa kukazania ni namna inavyorudi. Yaani kurudisha thamani ya pesa ambayo umewekeza inahitaji muda. Unaona? Sasa maintain hiyo efficiency na consistency ndo changamoto ambayo tuko nao sisi wa Tanzania. Sawa, tunaendelea kuzungumza hapa na Buberwa John Mombeki kuhusiana na ongezeko ama kukua kwa deni la taifa ambalo 97.35 trilioni ndio deni la taifa ambalo CAG alilita